Kama tunavyojua wenzetu, majirani zetu wako katika msiba wa Raila Odinga ambaye amewahi kuwa waziri mkuu pia wa nchini Kenya, na kama tunavyoona hapo alikuwa mwili wake umewasili siku ya leo ukitokea kule India ambako alikuwa anapatiwa matibabu. Ndiyo. Na mauti ilimkuta huko. Ndio. Bwana bala. Ndio. Watu wamejitokeza na mengi yameendelea kutokea kama unavyoona hapo. Lakini umati huo mkubwa umehusisha pia maafisa usalama ambao waliweza kuongeza ulinzi kutokana na msongamano mkubwa ambao ulisababisha usumbufu katika ratiba za mapokezi. Unaelewa Palikosa utaratibu wa kistaarabu kwenye mapokezi ya mwili. Tuliona waombolezaji wakivuka mipaka kwenda paka sehemu ya ndege na kutua na kuvamia kuona itoshi, wakaingia mpaka ndani ya ndege kutelemusha mwili. Wanajua pamoja na hayo yote ilibidi waelewe kwamba huyu ni waziri mkuu mstaafu, bado alikuwa na kinga na heshima zote za kiserikali. Uko naona na jeshi kuwa anakuwa na utaratibu wao wa kutoa heshima katika mwili huo. Sasa wao waliingia wakaforce wakitaka kutelemusha mwili. Utafikiri labda aliyefariki ni msera tu mtaani huku kama ambao tunaona tunazikana huko mitaani huko, naona hawakufuata kabisa masuala, hawakutaka kufuata masuala ya protocol. Sawa, lakini pia serikali baada ya kuona hilo, serikali ya Kenya iliamua kwa mwili huo wa hayati Raila Odinga uweze kuwekwa katika uwanja wa michezo wa Kasarani kwa ajili ya wananchi kuuaga badala ya majengo ya bunge. Ilikuwa peleke bungeni kutokana na hiyo shida. Lakini uamuzi huu pia ulitokana na sababu ya kiusalama pamoja na uwezo wa uwanja huo kuweza kuhudumia idadi kubwa ya waombolezaji. Sawa, uwanja wa Kasarani una nafasi ya kuhudumia maelfu ya watu kwa wakati mmoja, tofauti na majengo ya bunge ambayo yana uwezo mdogo wa mapokezi ya umma. Lakini still bado pale kwenye uwanja pia kulitokea tafrani, taharuki, na tuliona mabomu ya machozi yalianza kurushwa pale ili kuweza kuwasambaratisha kidogo watu wakae katika utaratibu mzuri. Walikuwa wanaforce, wanataka kwenda paka sehemu ile ya VIP ambako wanakaa viongozi maalum akiwemo rais. Wanataka kwenda kukaa pale. Kwa namna ndugu zetu wa Kenya bwana wanakosa ustaarabu. Uko naona labda huzuni imewazidi sana. No kamera. Hapana. Unakumbuka hayati Magufuli alivyotangulia mbele yake, ni msiba ambao ulitikisa sio tu Tanzania, karibia Afrika yote walihuzunishwa na ile msiba. Lakini uliona jinsi ambavyo utaratibu ulifuata zote. Uko naona pamoja na watu kuguswa sana, lakini ukoona watu wakiforce basi, kwa sababu hata mwili ulivyosafirisha labda kwa ndege, kuna watu wako airport pale labda Chato wanataka wenyewe ndio watelemushe mwili au labda ilivyokuwa unapitisha maeneo za barabarani kutoa heshima za mwisho, watu kutaka basi ndio waende pale wabebe mwili ile. Kuna namna ustaarabu lazima wepo. Alafu pia ni heshima kwa aliyetangulia mbele yake. Nyinyi mnampenda, lakini kuna utaratibu wa kiprotokali inapaswa kufuatwa. The Bantu.